Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba tuko vizuri sana. Moja kati ya kitu ambacho nadhani kwa sasa Tanzania tuna furaha sana ni mara baada ya Simba kuqualify kucheza hatua ya finali dhidi ya kikosi cha Berkane kutokea pale Morocco. Simba waliwahi kukutana na Berkane back in days, but kabla tujazungumzia jinsi ambavyo finali itakavyokuwa a little bit, wacha tutazame safari ya Simba jinsi ambavyo imekuwa, lakini msimu wa Simba ulikuwaje. Kimsingi unajua ukitazama Simba jinsi ambavyo alianza msimu huu, inawezekana hakuna mtu ambaye alitarajia kuiona Simba ikifika kwenye hizi level. Wengi walikuwa wanaamini kwamba Simba angeishia kwenye hatua ya makundi ama akipambana sana ataingia katika hatua ya robo final. But here the fact, unajua kombe la shirikisho barani Afrika limebadilika, si kama ambavyo kipindi cha nyuma jinsi ilivyokuwa. Huku ni kwamba timu zenye uwezo wa uwekezaji kama Simba, Yanga, Azam wana uhakika wa kufika kwenye level za juu sana kutokana na namna ambavyo sheria kombe la shirikisho barani Afrika ilivyorekebishwa. Naamini hii ni kitu ambayo watu wengi wanaweza wakawa wanapingana nayo kwa namna moja ama nyingine, ama wanaweza wakawa wanaona kama haifanyi kazi jinsi inavyostahili, lakini nisikilize. Zamani ilikuwa timu ikitolewa kwenye hatua ya makundi, ikitolewa kwenye hatua ya 32 bora. Unajua tulikuwa tunaanzia hatua ya awali, hatua ya pili, tunakuja hatua ya 32 bora. Hapa hatua ya 32 bora zinapigwa, zinabaki timu 16. Na hatua ya 32 bora kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika zinapigwa, zinabaki timu 16. Hizo timu 16 zinazotolewa kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika zinashuka huku chini kucheza michezo na hawa 16 ambao wamepita kwenye hatua 32 bora. Maana yake wanakuja kucheza kitu kinaitwa playoff. Na hapo kwenye playoff zinapatikana timu 16, ndio hizo zinatengenezwa makundi, timu 4 kwenye makundi manne ya wigo. Lakini sasa taratibu ni kwamba ukitolewa kwenye michuano ya kombe la shirikisho klabu bingwa barani Afrika, ushuki kombe la shirikisho. Yaani wewe ukipigwa kule juu, maana yake biashara yako imeisha. So ndio maana unaona wale ambao wanaanza kombe la shirikisho ni wale ambao wanaendaga mpaka mwisho. So kama wewe una uwekezaji mithili ya klabu ya Simba, mithili klabu ya Young Africans, kutolewa kwenye hatua ya awali pasi kufika finali ni swala ambalo kusema la ukweli ni aibu. Simba wametutoa kimasomaso, moja kati ya performance bora sana ambao walionyesha kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch. Na wapo ambao wanaweza wakawa nasema unajua Simba ni kama vile hiyo mechi ya kucheza vizuri. Of course inawezekana hawakucheza vizuri kutokana na perception za watu wengi. Watu wengi walitamani kuiona Simba, ikicheza mpira wa kufurahisha, lakini Simba wao hawakuwa wanataka kucheza mchezo wa kufurahisha, bali walikuwa wanataka kucheza mpira wa kupata matokeo. Regardless unacheza vipi, regardless uko wapi, regardless unafanyaje, kinachohitajika ni nini? Kinachohitajika ni wewe kucheza mpira ambao utakupa matokeo chanya. Simba walienda pale wanahitaji matokeo ya aina mbili: sare ya 0-0 au Simba wapate ushindi wowote ule, bao mbili, bao ngapi, wapate ushindi. Na uzuri ni kwamba wakaweza kumanage kuipata ile sare. Nani wa kupigiwa makofi mengi sana katika mchezo hiyo jana? Pamoja na haya tunaweza tukawapigia makofi wachezaji wote, lakini kuna wale ambao tunaita best of the best. Kwangu mimi binafsi Kanyasi, wachezaji ambao wanastahili kupewa hiyo nguvu ama kupewa hilo neno la best of the best, wa kwanza kabisa inabidi awe ni Yusufu Kagoma. Kikosi cha Stellenbosch kuanzia katika mchezo uliopita ambao alicheza hapa Dar es Salaam, ubora wao mkubwa sana ulikuwa unatokea eneo la katikati mwa uwanja. Lakini angalia kile kitu ambacho jana Yusuf Kagoma alikuwa anafanya. Kazi yake ilikuwa ni kubreak the line na kuondoa mpira alafu mechi iendelee. Kusema la kweli ilikuwa ni kazi moja super sana. Aliwachanganya viungo wa kikosi cha Stellenbosch na tukashindwa kuiona ile Stellenbosch ambao tuliona kwenye mchezo dhidi ya Zamalek, tuliona kwenye mchezo nini. Wale Stellenbosch sio timu ya kawaida, ni moja kati ya timu hatari sana. Lazima wape heshima yao kwa namna ambavyo wanavyocheza. And then mchezaji wa pili ambaye kwangu mimi naweza sema amenivutia kwa jinsi ambavyo mechi ya jana alivyocheza na kwa namna alivyoiamua, si mwingine bali ni mchezaji Abdurazak Hamza Spare. Huyu ni mchezaji mwingine ambaye kwangu mimi alinipa kila ambacho nakihitaji, kwa sababu nguvu ambayo alikuwa nayo Stellenbosch ni kuwa na mtu kama De Jong. Ni mchezaji ambaye si mzuri, tunasema labda si mzuri
tactically, technical, lakini yuko vizuri tactical, kwa maana anaweza ukamgonga, anaweza akagongesha, akafanya nini, mguso mmoja tu wa kwake unaweza ukawa ni mguso wa dhahabu, and then ukaona amefika pale. Abdurazak Hamza alihakikisha kwamba anamtoa relini na kushirikiana na akimtoa relini pia Titus. So kwangu mimi hiyo pia alikuwa ni mchezaji mzuri sana ambaye anapewa adabu. Mara baada ya mchezo ambao Simba amecheza siku ya jana, maana yake kinachofuata ni kurejea nchini. Naamini kwanza watapatana na mapokezi ambayo ni A level, lakini mimi nimependa slogan ya hatuishii hapa. Hii tunavuka, hatuishii hapa, still bado tunaendelea. Hatuishii hapa kwa sababu Young Africans aliseti standard ya kusema kwamba tunahitaji kufika pale ambapo leseni klabu bingwa barani Afrika, kombe la shirikisho, inabidi tufike pale finali. Sasa Yanga walishafika na Simba washafika. Moja kati ya kitu ambacho wana uhakika nacho ni kupata medali ambazo Young Africans walizipata, lakini kinachohitajika kwenye ardhi ya Tanzania ni Simba kulileta kombe la shirikisho barani Afrika kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Hiki ni kitu ambacho kila mmoja anatamani kukiona. Sasa Simba watacheza na Berkane, mchezo ambao Simba wataanzia away. Wana advantage kwa sababu hiyo advantage walionayo ni kwamba wanaanzia away and then wanarejea nyumbani ambapo watakuja kumalizia. Simba wamekuwa na record nzuri wakiwa katika uwanja nyumbani, lakini pia Simba wanakuwa na record nzuri wakiwa away. Maana yake the way ambavyo Fadlu sasa hivi alivyo, kikosi alivyokijenga, matamanio ya wachezaji, haiba ya wachezaji, that is ambacho Simba wanakihitaji ni kuwa na uvumilivu na kujituma zaidi. Ukishafika kwenye level ya finali, sometimes quality zina matter, lakini mpaka hapa Simba walipofika quality wanayo. Kinachohitajika ni kumaintain, kuonesha kile ambacho wana Simba walichonacho. Mwisho wa siku tuione Simba ikifika kwenye hatua ambayo ni kubwa zaidi. I hope Simba watafanikiwa katika hilo. Ni moja kati ya timu ambayo mimi binafsi ninafarijika sana. Mashabiki wa Yanga sasa hivi wameingia ubaridi. Kwa nini mashabiki wa Yanga wameingia ubaridi? Kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba Simba angeondolewa kwenye hatua za awali kabisa, na ama hatua ya nusu finali ama robo finali, but here we go, Simba yupo katika hatua ya finali. Mimi ni washauri tu mashabiki wa Yanga, hamna sababu yoyote ya ninyi kujisikia vibaya, kwa sababu nadhani Simba anawapa nyinyi kazi kubwa sana ya kufanya mfike kwenye hatua kubwa zaidi. Kombe la klabu bingwa barani Afrika ni heavy, lakini inawezekana nikasema Young Africans walikuwa na hiyo opportunity, lakini msimu huu ni kama vile hawakujiandaa ipasavyo. Kuna mambo ya kukaa vizuri, kufukuza makocha, kufanya nini. Young Africans wako under pressure, hata viongozi wa Young Africans wako under pressure. Na this time around hiki ndio kitu ambacho nilikuwa nakihitaji, timu zetu ziwe na ushindani ndani na ziwe na ushindani nje. Nao Yanga anaweza akawa bingwa ligi kuu Tanzania bara, anapo Simba kabeba ubingwa kombe la shirikisho barani Afrika. Yanga anapiga paredi lake la ligi kuu, Simba anapiga paredi lake la CAF Confederation Cup. Hiyo inaitwa vita, ni vita mura. Tusubiri tuone jinsi itakavyokuwa. I hope umekubamba sana. Kama ni shabiki wa Simba, naamini kama hiki ni kitu ambacho kimekufurahisha. Let me know katika comment unasemaje.